Habari za asubuhi wapenzi wa Master2 Odds, ukweli na uhakika, sehemu salama kwa ajili ya beti yako. Ni siku nyingine tena, ni tarehe 7 ya mwezi wa 12, siku ya Jumapili. Jamani, leo nina mbinu ya siri. Inosema mbinu ya siri ni kati ya mbinu 5 za siri. Unajua betting huwa ina siri yake. Kwa nini watu wengine wana lose mara kwa mara, muda wote wao ni watu wa kupoteza? Lakini kwa nini watu wengine wanakuwa ni watu wa kuwini mikeka mara kwa mara? Sasa nina trick za siri, trick 5, na kila trick nitakuwa naitoa kila baada ya mwezi mmoja. Kwa mwezi huu natoa triki moja ya kwanza. Hii ni triki ya kwanza. Yaani kama utaferi kwenye triki hii yani utatuma comment mwenyewe, utasema tu utaeleza tu kwamba kati ya triki zote ambazo nishatoa hii utaipa namba ngapi. Yaani hii triki ni hatari, na kuna triki 4 zitakazokuwa zimebaki. Kwanza kabla sijaendelea, kama we ni mgeni katika chaneli hii, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pia. Lakini kama wewe ni mgeni ulikuwa unazunguka YouTube na kwa bahati nzuri ukakutana na chaneli yangu, elewa umeepukana na habari za kuchaniwa mara kwa mara. Lakini pia mnisamee kwa kukaa kimya muda mrefu, takriban siku 5-4. Lakini ni kwa sababu nilipata changamoto ambazo nilikwisha kuzieleza kwenye video iliyopita. Lakini Mwenyezi Mungu ameshanisimamia, niko vizuri, tunaendelea vizuri kwenye grupu, tunafanya vizuri. Na jana tulifanya vizuri zaidi, na tunaweza kuendelea. Jana nilitoa odds 11. Kwa kweli watu walinufaika nazo. Watu ile odds 11 iliwin tena kwa asilimia kubwa. Lakini vile vile jana hiyo nilikuwa nimetoa odds ya 1.40 ambao ni mpango wa grupu, nao pia tuliwini. Kwa hiyo tunaendelea vizuri, tunaendelea kufanya vizuri zaidi. Leo tunaenda kuangalia triki ambayo ni triki ya siri. Yaani kati ya zile triki 5 bora za siri ambazo watu wanazitumia, hii ni miongoni mwa triki hizo. Na hii nimeanza nayo, ni ya kwanza, lakini kila mwezi nitakuwa natoa triki moja mpaka triki zote 5. Basi bila kupoteza wakati, twende kwenye triki hiyo. Hapa kuna mechi 6. Hizi mechi nimesha ziarrange tayari, nimeziweka hapo. Na ukizitazama vizuri mechi hizi, utatazama odds zake ni za chini sana. Lakini haina maana kwamba kila odds iliyo chini inaweza ikashinda. Sasa wewe ukitaka kuarrange mkeka kutumia mbinu hii kubwa, mbinu ya siri, mbinu ambayo inafahamika kwa watu wachache, kwanza chambua odds zilizo chini ya 20. Yaani nikisema chini ya 1 ya 20. Nikisema odds chini ya 1 ya 20, maana yake ni kuanzia odds 1.19 kurudi chini. Yaani hakikisha usiwe na odds inaovuka 1.19. Sidhani kama hapo umenielewa. Yaani odds ianzie 1.19 kushuka chini. Baada ya hapo unaenda kuzichambua. Yaani ukisha arrange ukazipanga mfano nilivyopanga mimi, basi unaenda kuzichambua kama ifuatavyo. Naomba unisikilize na uwe makini. Kama kuna uwezekano, kuna daftari na kalamu, unaweza ukaandika mbinu hii, itakusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Tuanze na hii mechi ya kwanza. Twende tukaiangalia hii mechi ya kwanza. Je, ina vigezo? Ina vigezo vya kuiamini ishinde. Na kwanza kabla hatujaenda kuiangalia, niongeze kitu kingine.
Hii trick inafanya kazi kwenye option zaidi ya option mbili. Kwanza utaiamini timu ishinde, lakini pia utaweza kucheza double chance kama itakubalika, lakini pia una uwezo wa kuomba goli 2 aidha 3. Itafanya vizuri zaidi na zaidi. Basi twende tuangalie hiyo mechi ya kwanza. Taifungua hivi. Ikishafunguka, yani hapa haijalishi kwamba hii game ya wanawake, ya watoto, ya watu gani, iko ugenini, nyumbani au wapi. Wewe fata vigezo vyangu. Kigezo cha kwanza iwe odds ya 1.19 kushuka chini. Kigezo cha pili tunaenda kuangalia sehemu palipoandikwa 3-way handicap. Hapa tutaenda tuangalie hapa. Jamani, hii ni triki ya siri sana. Ni triki ambayo ukifahamu hutochana mkeka kabisa. Hapa unaenda kuangalia nini? Hapa uwe makini kabisa kunisikiliza na kunielewa. Hii video itakuwa ndefu kidogo, lakini ni kwa ajili ya mtu kumuelewesha. Hapa utaenda uangalie yule ambaye ameaminiwa kushinda katika option yake, option ya atolewe goli 3. Yani sehemu palipo na hasi, alama ya kutoa, alafu kuna 3, yani atolewe 3, alama ya kutolewa 3. Sehemu palipotolewa goli 3. Hapa sehemu palipotolewa goli 3 utatazama nini? Ukikuta sehemu palipotolewa goli 3 kuna odds 3 kushuka chini, nenda ukampe ashinde au ukaombe goli kuanzia 3. Sijui kama nimeeleweka. Yani ukikuta hii sehemu aliyeaminiwa kushinda kwenye sehemu ya kutolewa goli 3 ana odds 3 point kushuka chini, huyo nenda ukampe ashinde moja kwa moja au nenda ukaombe goli 2. Yani hiyo itakuwa ni 100%. Yani hii itakuwa ni 100%. Lakini hapa usitoe double chance. Tukifika kwenye game ya double chance nitakwambia. Kwa hapa ni ushindi tu, tena wa magoli mengi, yasiyopungua magoli 3, 4 na kuendelea. Baada ya hapa, kama hujaelewa triki hii ya siri, twende nikakuelekeze kwenye game nyingine. Jamani, hii ni siri na wahakikishia hakuna kupoteza hapa. Twende tukaangalie game ya pili, ni ya Empoli na Salernitana ya watoto. Twende tukaiangalie pia na hii. Jamani, kigezo cha kwanza hatuangalii nyumbani wala ugenini wala hatuangalii kitu chochote, isipokuwa kigezo cha kwanza tunaangalia aliyeaminiwa awe na odds ya 1.19 kushuka chini. Baada ya hapo tunaenda kwenye option ya 3-way handicap full time hapa. Baada ya hapo tunamwangalia aliyeaminiwa kushinda ana kwenye sehemu ya kutolewa goli 3 ana odds ngapi hapa. Mfano hii ana odds ya 4. Sasa basi, endapo utakuta sehemu alipotolewa goli 3 yule aliyeaminiwa kushinda kuna odds 4 mwisho 5 isizidi, yani kuanzia 4 point, nenda ukaombe double chance. Sijui kama nimeeleweka. Yani ukikuta odds ni 3 kushuka, kampe mazima au kaombe goli 2. Ukikuta odds ni 4 au 5, nenda ukapige double chance. Mfano hapa kuna odi ya 4 ya 30, tunaenda kuweka double chance, tunaenda kuzuia double chance. Nadhani kama ninaeleweka vizuri. Jamani, hii ni triki ya siri sana. Ukifanya hivi hutopoteza. Tengeneza tela hata la mechi 200, lakini hakuna game ya kupoteza. Ninasema hivi kwa sababu tayari nimeisha fuatilia, nimeisha chunguza kwa kina, nishafuatilia
kwa kina. Nadhani twende tukamalizie game ya mwisho kisha mimi nimalize video hii. Hii ya mwisho pia kama nilivyosema, kigezo cha kwanza tunaangalia odds 1.19 kushuka chini, awe wa nyumbani au wa ugenini. Lakini kigezo cha pili tunaenda kuangalia 3-way handicap. Hapa tunaenda kumwangalia aliyetolewa goli 3 ana odi ya ngapi. Hapa tukiangalia aliyetolewa odi 3 aliyetolewa goli 3 ana odds ya 2.25. Yaani hapa usiulize, nenda ukampe ashinde moja kwa moja au ukaombe goli 3 aidha 2. Nadhani kwa kufanya hivyo unaweza ukawa sehemu salama. Unaona hapa unaweza ukaomba 3, unaweza ukaomba 2 au unaweza kumwamini ashinde moja kwa moja. Jamani ndugu zanguni, kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, jua umepata chaneli ya utajiri, umepata chaneli ya kukuondoa katika kupoteza pesa za mara kwa mara. Na kama wewe ni mgeni au ni hii chaneli unaitazama mara kwa mara hujawahi kusubscribe, huu ndo muda wako wa kusubscribe, kulike na kucomment na kushare. Na hii ni triki namba 1. Jamani nimwambia kuna triki za siri 5. Yani ukizitumia vizuri hata watu wa betting utashangaa na kupigia simu wanakuuliza wewe ni nani, umetoka wapi na umetoa wapi triki za mfumo huu. Kwa hiyo zitumie vizuri na hakikisha punguza tamaa. Unaweza kuwa unaandaa odds zako 3, 4 unatembea na hizo. Wewe utakuwa ni mtu wa kuwini kila siku. Jamani asanteni kwa kunisikiliza. Jumapili iliyo njema kwenu. Mungu awabariki.